aliyeolewa bila wali. Hii ndio swali. Ni wakati gani kadhi ndiye anatakana asimame? Naomba tufahamiane hapa. Simelelewa. Na kufahamiana kwetu sisi tunakwenda kwenye hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha warda, qala sallallahu alayhi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idhni waliyha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha ba ayyuma imra'atin nakahat bighairi idhni waliha wa shahidai adl fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil wa sultanu waliyun man la waliya lah, au kama kala sallallahu alayhi wasallam. Mama Aisha anasimulia akimsikia Mtume akisema, mwanamke yoyote atakayeolewa bila idhini ya walii wake na mashahidi na wakakosekana mashahidi pia wawili, ndoa yake itakuwa ni batili. Kasema hivi mara tatu, kisha mara ya nne akasema na kadhi sultani, kiongozi mkuu wa nchi au yule aliye juu katika Waislamu, au kadhi atakuwa ni walii kwa yule asiyekuwa walii. Sasa mathalan mtu akachukua binti, Maalim Nasr, binti yako anachukuliwa na mtu au na mama yake, anaenda kumwozesha, anambia huyu hana nani muozeshe, hiyo ndio itakuwa ni batili, kwa sababu bado zile sifa za yeye kusimama hazipo. Huyu umekuwa, kwa sababu yeye sultani, wali, kadhi, kukosa akose, lazima ajiridhishe. Wewe unapokuja kufunga ndoa kwangu hauna wali, na hata kama ni baba amekataa, ni lazima baba kadhi amuite baba, lazima. Yani baba njoo aandikiwe barua na samasi yake, bwana tunakuomba baraza la suluhu zaidi ya mara ngapi? Mara 3. Ikiwa hakuna njia kabisa, kadhi atumie njia zozote katika wale watu wa karibu waje, ushafahamu bwana, ili kusikiliza, aulizwe yule baba, kwa nini mfungishi ndoa huyu? Sasa kadhi yeye ndio atakayesema nini, ndio sasa baba atatoa sababu za kisheria. Akitoa sababu za kisheria, huyu anayemuoa, miongoni mwa sababu za kisheria, anayemuoa ni mtu sio mwadiani, ni hana dini, si ni mtu asi, ni Muislamu lakini haswali, sawa sawa, na ana vitu chungu nzima, sawa sawa, au huyu ana vitu ambavyo vya haramu anafanya waziwazi, kwa hiyo huyu hafai. Kwa hiyo ule wasifu wa kumuoa binti yangu hana, na Mtume alisema idha ataakum man tardhauna dinahu wa khulqahu fasawiju, atakapokuijilia ni mtu mnairidhia dini yake na tabia yake, huyu zote hana, na muozeshaje binti yangu? Sasa zile ndoa ambazo siku hizi ziko katika sura ya namna hii, wewe kama uko nyumbani ulipeleka binti yako tu anakwenda kuozeshwa na shekhi, au namfungisha ndoa moja na huyo kusiyu kunani, fulani bwana mimi naozesha, wewe unakaa hauna ndoa yoyote. Na kama ni huyu mtoto wa watu, rudisheni, katafuteni ridhaa au mwacheni akaolewe kule. Nyinyi mmechukua mtoto wa watu kinyume na sheria. Kwa hiyo tunaposema sultani ana mipaka yake, sio kwamba mtu ana wali wake yeye amuozesha, ni paka yule baba akose hoja. Kwa mfano wale alikwenda ni mtu mwenye dini, watu wote wanamjua, tabia yake ni njema, baba anasema mimi simuozeshi kwa sababu yeye ni maskini. Sultani anamwambia hapana, hiyo si sababu, mimi nitamuozesha na ndio itakuwa sahihi. Lakini mtu hajaitwa, hajulikani, ametoka alikotoka, mtu anamfungisha ndoa binti yako, alafu unakuja kusema huyu alifungishwa na kadhi. Hakuna kitu cha namna hii, hakipo katika sheria.